Limekwisha kuombewa neno la Bwana. Tuangalie maandiko kutoka kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ile ya 30. Ni mistari mingi kidogo, lakini wewe ukipata muda wa utulivu utasoma sura yote kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 31. Mimi sitaisoma yote, nitasoma basi. Nitasoma kama neno la Mungu linavyosema. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklag siku ya 3, hao Waamaleki walikuwa wameushambulia Negebu na Siklag, nao wameupiga Siklag na kuchoma moto. Nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wote wawili, na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na Yethili na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmel. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Itarudia. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivela. Naye Abiathari akamletea Daudi naivela huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakafikiria kijito cha Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kufata, yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia hata wakuweza kukivuka hicho kijito Besori. Nao wakamkuta Misri mavweni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akara. Nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini, vishada viwili vya dhabibu
na kisha akisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku 3 mchana na usiku. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe mtu wa nani? Nawe umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa Mwamaleki mmoja. Bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi 3 nalishikwa na ugonjwa. Sisi tuliushambulia Negebu ya Wakresi na ya miliki ya Yuda na Negebu ya Karebu na huo mji wa Skelangi, tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba utaniua wala kunitia mkononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikiria jeshi hilo. Bwana Yesu asifiwe. Tutamalizia na ule mstari ule wa 21. Tuanzie wa 20. Naye Daudi akatoa makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao walitanguliza mbele ya wanyama wale wengine, wakasema, hao ndio nyara za Daudi. Kisha Daudi aliwafikiria watu 200 waliokuwa wametekwa na waliokuwa wametaka kuzimia hata wasiweze kumfuata Daudi. Wale waliomwacha wakae karibu na kijito cha Besori, nao wakatoka nje ili kumlaki Daudi na kuwaraki hao watu waliokuwa pamoja naye. Naye Daudi alipokaribia hao watu aliwasalimu. Ndipo watu waovu wote wale wasiofaa miongoni mwa hao waliokwenda pamoja na Daudi wakasema, kwa kuwa watu hawa hawakuenda pamoja na sisi, hatutawapa kitu chochote katika hizo nyara tulizozitoa tena, isipokuwa kila mtu atapewa mkewe na watoto wake, na wachukue na kwenda zao. Ndipo Daudi akasema, la, ndugu zangu, msitende hivyo. Katika hizo nyara alizotupa Bwana, ambaye ndiye aliyetuhifadhi, akilitia mikononi mwetu, ndile jeshi lilokuja kinyume chetu. Tena ni nani atakayewasikiliza ninyi katika jambo hili? Kwa kuwa kama ilivyo fungu lake yeye ashukaye vitani, ndivyo litakavyokuwa fungu lake yeye huyo akaaye karibu na vyombo, na watagawiwa sawa sawa. Basi ikawa hivyo tangu siku ile, na baadaye ikawa iwe amri na agizo la Israeli hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hii taarifa isiwe ngeni, umewahi kuisikia mara kadhaa, lakini bado katika vitu ambavyo umewahi kuvisikia, Mungu angetamani tupate kuwa na kitu cha kujifunza baada ya kupitia maandiko mengi. Na ukipata muda wa utulivu, ni kusii tu, hebu kaa utulie upate kuyatafakari kwa kina. Mungu atakuwa na vitu akiendelea kuzungumza na wewe. Wakati nayatafakari maandiko haya, nilipata ujumbe unaoniambia ushindi katikati ya maumivu makali. Ushindi katikati ya maumivu makali. Ukisoma habari hiyo tuliyojifunza, tunayoambiwa juu ya mambo ambayo yalitokea kwa Daudi. Na tukumbuke muda mfupi, Daudi anayezungumzwa kwenye maandiko yale ni yule Daudi aliyekuwa akitafutwa kuangamizwa na Sauli.
na sasa ameamua kulikimbia taifa lake ambalo ni Israeli. Mfalme akiwa ameweka mpango wa kumwangamiza msaidizi wake aliyekuwa wa karibu sana, na aliyekuwa wakati mwingine akibeba vitu vya mfalme. Na mahali pengine inatuambia ndiyo mtu aliyekuwa akihusika kwa ajili ya kumhudumia Sauli anapoanza kujisikia vibaya, lakini ndiyo mtu yule anayetafutwa sasa apate kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kutafakari nikasikia ndani yangu kuwa kuna ushindi katikati ya maumivu. Katikati ya maumivu ambayo unaweza ukawa unayapitia, iwe ni kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye kila nyanja, kwenye masomo na kila nyanja ya kimaisha. Katikati ya maumivu unayoweza kuyapitia, jua jambo moja, kuna ushindi katikati ya hayo maumivu. Labda kabla tujaenda mbele kidogo, hebu tuone utangulizi kwa ufupi ili tupate kwenda kwa pamoja, ili tunapozungumza kila ambacho Mungu anatamani kutusemesha tupate kuelewana kwa pamoja. Ushindi ni nini? Kwa kawaida tunapozungumza habari ya ushindi ni lazima kuwepo na pande mbili au zaidi ambazo zinatafuta kuwa na matokeo ambayo yatakuwa juu kuliko mwenzake. Au tuseme ushindi ni hali ya kufaulu ama kufanikiwa kutoka katika mtihani au jaribu au jambo ambalo ulitarajia kulivuka kuendelea hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ushindi ni hali ambayo inaambatana na matokeo ya ufaulu. Lakini ili kuwe na ushindi ni lazima kuwepo na pande mbili. Maana yake lazima kuwe na pande ambayo inasukuma, inavuta usishinde, na kuna pande ambayo inatamani kuwe na matokeo chanya. Maana yake katika ushindi kuna matokeo mawili. Kuna matokeo chanya na matokeo hasi. Maana yake kuna kufanikiwa na kutokufanikiwa. Na ili kuwe na ushindi ni lazima kuwe na ushindani zaidi ya pande mbili. Sasa maana yake kama ni huzuni, basi kuna furaha. Kama ni furaha, kuna huzuni. Hizi ni pande mbili. Anayetoka kwenye huzuni maana yake anaenda kwenye furaha. Kitendo cha mtu kutoka kwenye huzuni kwenda kwenye furaha, maana yake ameshinda kutoka kwenye huzuni, ameshinda kuingia kwenye furaha. Neno hili tunaweza tukapata mwanga kidogo kabla tujaenda mbele kwenye kitabu kile cha Wakorinto. Kitabu kile cha Wakorinto ile sura ya 15. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Sura ya 15 mstari ule wa 54. Neno la Mungu linazungumza habari ya mauti na uzima. Tukiona maandiko hapa yanatuambia kupo wapi kushinda kwako ewe mauti, maana umemezwa kabisa. Hebu ngoja tuyasome maandiko haya. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10, sura ile ya 15. Kama kuna mtu amefika naweza katusomea. Wakorinto wa kwanza 15. Neno la Mungu linasema hivi. Basi nitaanzia ule mstari
wa 23. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Mauti imemezwa kwa kushinda. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Utaona maneno haya mawili tu, picha hizi mbili ambazo zinazungumziwa namna ya ushindi unavyokuwa. Alikuwa akizungumza kwa habari ya mauti na alikuwa akizungumza kwa habari ya uzima, akieleza namna ya jinsi mauti ilivyoshindwa na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ilishindwa kwa namna gani? Ilishindwa pale Yesu alipokufa pale msalabani. Kile kitendo cha kutoa uhai wake, alipoutoa, maana Biblia inasema aliutoa uhai wake. Yesu aliutoa uhai wake mwenyewe pale msalabani. Hakuna aliyefanikiwa kumua Yesu, ila ni Yesu mwenyewe aliutoa uhai wake. Bwana Yesu asifiwe. Alipoutoa uhai wake pale msalabani, maana yake alikuwa akiangamiza mauti. Katikati ya kuutoa uhai wake, alikuwa anahisi kuna wakati na kuna maumivu ambayo alianza kuyahisi kabla ya kuendea msalaba. Biblia inatuambia kutoka pale kabla ya kuendea msalaba, anasema ikiwezekana kikombe hiki na kiniepuke. Maana yake kulikuwa kuna maumivu makali anatarajia kwamba kukumbana nayo, na mpaka inafikia hatua ya kutoa uhai wake ni maumivu makali ambayo alikuwa ameyapitia na akaendelea kuyahisi. Lakini katikati ya yale maumivu ndivyo alipokuwa akitangaza ushindi kwa ajili ya ulimwengu. Ndipo alipokuwa akitangaza ushindi kwa ajili yangu mimi na wewe, ili leo tukusanyike mahali hapa. Maana yake kazi ile ingeferi, kazi ile singefanikiwa. Inawezekana kabisa mimi na wewe tusingekuwepo hapa mahali hapa sasa. Na kwa sababu alishinda, akatuweka na akatusogeza, kutukusanya pamoja ili tuwe sehemu ya familia kwa ajili ya kuiendea taji ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya ushindi. Baada ya kuangalia ushindi, nini maana ya maumivu makali? Maumivu, tunapozungumza maumivu makali ni ile hali ya kiwango cha juu cha kushindwa kuvumilika kwa hali ya utulivu ndani ya mwili na ndani ya nafsi. Ni ile hali ambayo inashindwa kuvumilika, inayopelekea kuondoa utulivu kwenye mwili na kwenye nafsi. Vipo viwango mbalimbali vya maumivu. Kuna kiwango cha chini, kuna kiwango cha kati, na kuna kiwango cha juu. Tunapofikia kiwango cha juu, kwetu tunasema kuna moderate pain, kuna mid pain, na kuna severe pain. Maana yake ni maumivu ya kiwango cha chini, maumivu ya kiwango cha kati, na maumivu ya kiwango cha juu. Maumivu ya kiwango cha juu ndio tunayaita maumivu makali. Sasa anachozungumza ni kwamba katikati ya yale maumivu makali, unaweza ukawa uko kwenye maumivu lakini usiwe kwenye maumivu makali. Unaweza ukawa kwenye maumivu lakini usiwe kwenye maumivu ya kiwango cha kati. Lakini hapa tunazungumzia kiwango cha maumivu ya juu. Ni kiwango ambacho mwili unashindwa kuvumilia na hata nafsi inashindwa kuvumilia. Maumivu yanapotokea yanaweza yakawa na matokeo kwenye mwili na mpaka kwenye nafsi. Kuna aina mbili za maumivu. Tuangalie aina za maumivu.
zipo aina mbili za maumivu. Kuna aina ya kwanza ya maumivu ni maumivu yanayotokana na kwenye chanzo cha kimwili. Mbili, aina ya pili ya maumivu ni maumivu ya kwenye nafsi. Kuna maumivu ya kwenye mwili na kuna maumivu ya kwenye nafsi. Kama jinsi tunavyojua namna mwanadamu alivyoumbwa, mwanadamu ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Ni mwanadamu aliyeumbwa katika nafsi, roho na mwili. Lakini roho iliingia ndani ya mwanadamu, nafsi iliingia ndani ya mwanadamu wakati wa kuwekwa roho. Maana yake roho inaambatana na nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inatuambia alimuumba mwanadamu. Alipomuumba alikuwa hajawa hai bado. Alipompulizia pumzi ya uhai akawa nafsi iliyo hai. Maana yake nafsi iliingia kwa kupuliziwa pumzi ambaye ni roho. Maana yake ukamilisho wa mwanadamu kawepo pale. Kwa hiyo mwanadamu yuko katika sehemu hizo kadhaa ambayo nafsi inakaa kuunganisha katika ya roho na mwili. Yenyewe inaleta taarifa kutoka kwenye roho kuja kwenye mwili, na inachukua taarifa kutoka kwenye mwili kwenda kwenye roho. Kwa lugha nyepesi, nafsi ni kama daraja, na kwa lugha nyingine nafsi iko pale kwa ajili ya kuvitafasiri vitu vinavyotoka kwenye mwili na kwenda kwenye roho, na vitu vinavyotoka kwenye mwili kwa ajili ya kuvileta katika roho, ili vyote kwa pamoja vipate kutenda na kuanza kuoperate. Na baadaye tunasema mwanadamu anayetembea. Haleluya. Kwa hiyo maumivu yanayoweza kutokea kwenye mwili yanaweza yakaleta madhara mpaka kwenye eneo la kinafsi, na maumivu yanayoweza kutokea kwenye nafsi yanaweza yakaleta madhara mpaka kwenye mwili. Kwa hiyo maumivu yakishindwa kudhibitiwa kwenye eneo la mwili, uwe na uhakika baada ya muda yatakuja kuleta matokeo mpaka kwenye eneo la nafsi. Na maumivu yakishindwa kudhibitiwa kwenye eneo la nafsi, uwe na uhakika maumivu yale yale yatadharisha kitu ambacho kitakuja kuleta matokeo kwenye eneo la mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tumezungumza aina mbili za maumivu. Ni aina kulingana na uumbaji. Ni aina za maumivu kulingana na uumbaji wa mwanadamu. Lakini aina nyingine ya maumivu ni kulingana na muda. Kuna maumivu ya muda mrefu na maumivu ya muda mfupi. Haya ni maumivu ambayo yanatokana na tatizo kukaa kwa muda gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tatizo linaweza likatokea likakaa kwa muda. Kadiri ya muda unavyokaa ndio jinsi linavyoamua maumivu yale yaweje. Kwa hiyo tunapata maumivu ya aina mbili, maumivu ya muda mrefu na maumivu ya aina ya muda mfupi. Kwa mfano, mgonjwa wa kansa. Anapokuwa mgonjwa wa kansa, mtu huyu anapitia kwenye maumivu ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweke misingi twende pamoja. Uelewe tunapozungumza juu ya maumivu haya na namna gani yanaunganika na kuleta matokeo, kubadilisha mfumo wa namna ya matokeo kwenye eneo la maisha ya mtu, kwenye eneo la afya, kwenye eneo la mahusiano na kwenye eneo la kijamii na hata ngazi ya kitaifa. Maumivu haya ambayo yanaanza ndani ya mtu na yakapita katika maeneo haya, maumivu ya kwenye mwili ni yale yanayotokea baada ya sehemu ya mwili kuumizwa. Baadaye mwili una mifumo ya fahamu
ile mifumo ya fahamu inapeleka taarifa kwenye maeneo husika yanayohusika kuratibu. Yanapopeleka, maana yake taarifa zinatoa mrejesho wa kwamba sehemu fulani inaumia, kwa hiyo inabidi uchukue hatua, maana usipochukua hatua tatizo litaendelea kuwa kubwa. Tuchukulie mfano, unaungua moto. Moto unapoanza kuchoma, mwili unachukua taarifa za kwenye lile eneo linaloumia, linapeleka taarifa kwenye mifumo ya fahamu, ambayo mifumo ya fahamu inarudi na taarifa za kutafuta majibu ya kwamba ile sehemu inaumia. Kwa hiyo nini kifanyike? Inua mguu wako ili usiendelee kuumia. Hayo ni maumivu ya kwenye mwili. Na maumivu ya kwenye nafsi ni maumivu yanayotokana si tu kwa sababu ya mwili umeumia, ila unatokana na mazingira au kitu ambacho umekisikia au umeambiwa, na baadaye kikaingia ndani ya moyo, ndani ya nafsi, na baadaye kikaanza kuiumiza nafsi kihisia, kimaamuzi, kimawazo. Na inapofikia hatua hii, ndipo inabadilika na kuanza kutengeneza hali zingine ndani ya mwili. Eneo hili la kinafsi linapoanza kupokea maumivu, na yale maumivu yasipoondolewa, yanaendelea kujengeka ndani ya mwili, na baadaye yanadharisha kitu kinachoitwa uchungu. Uchungu ukishatengenezeka ndani ya mwili, maana yake unageuka, kwa kitaalamu utakuta wakati mwingine watu wanasema basi amekuwa na msongo wa mawazo. Maana yake kuna mazingira yanaanza kubadilika. Unaweza ukajiuliza ni jambo gani linatokea. Wakati Daudi wanatoka kwa mfalme Achi, wanarudi kwenye mji wao wa Skarangi, wanafika wanakuta mji umechomwa moto. Hawaoni watoto wao, hawaoni wake zao, hawaoni mifugo yao, hawaoni kila kitu ambacho walikuwa wanatarajia vitatengeneza ustawi kwenye maisha yao. Wanaona havipo. Lakini Biblia inatuambia wale watu wakaumia, wakasononeka na wakapaza sauti kwa kilio kikuu. Biblia inasema ikafikia sehemu mpaka wakaishiwa na nguvu. Sasa unajiuliza, kilichokuwa kinawaumiza ni kitu gani? Kilichokuwa kinawaumiza sio kwa sababu wamepigwa, sio kwa sababu wameumizwa. Kilichokuwa kinawaumiza ni kwa sababu wamesikia habari ambayo ilikuwa inalalua mioyo yao. Ni kwa sababu wameona habari ambazo zinaleta majonzi kwenye mioyo yao, na kwa sababu wamezisikia hizo habari, zimeingia ndani ya mioyo yao, zimeanza ponda ponda. Wametoka kwenye hali ya kawaida na mpaka wanaanza kuishiwa nguvu. Na kwa sababu hiyo wakaishiwa nguvu. Walikuwa kwenye maumivu makali, sio ya kupigwa, ila ni kile walichokisikia na kile walichokiona. Asubuhi ya leo nataka nikwambie uwe makini na kile unachokisikia. Asubuhi ya leo nataka nikwambie uwe makini na unachokitazama, kwa sababu vile unavyovitazama ndivyo vinavyojenga na kutengeneza namna gani ndani yako pate kuwa. Hallelujah. Mambo haya yanaposhindwa kupatiwa ufumbuzi mapema, yanaleta matokeo au madhara ambayo madhara yake hayatishi zaidi. Madhara ya wakati huo hayatishi zaidi kuliko madhara yatakayotokea baada ya muda kadhaa. Hujanielewa? Ngoja niseme hivi. Madhara yanayosababishwa na maumivu kwa wakati huo huonekana wakati mwingine sio hatari zaidi, lakini madhara yanayosababishwa na maumivu baada ya muda fulani huwa na madhara zaidi kuliko wakati ule. Naona bado hujanielewa. Ngoja niendelee kubadilisha.
iko hivi. Inapotokea mtu ameumizwa, aidha ameumizwa kwenye eneo la nafsi kwa kupokea taarifa, kwa kusikia ama kwa kuona, madhara huja kuonekana baada ya muda, huonekana madhara makubwa zaidi kuliko wakati wa tukio lenyewe. Unaweza ukamtukana mtu hapa sasa, usione kama kuna matokeo yanaonekana au reaction, ila subiria baada ya muda kadhaa, wiki, mwezi, miaka, utashangaa unayaona matokeo ya yale madhara. Matokeo yanayosababishwa na maumivu yana hatari kubwa zaidi kadiri muda unavyoenda kuliko muda mfupi uliopo. Unapotaka kufanya jambo lolote, unapotaka kuamua chochote, unapotaka kutenda zote, au kabla hata hujamuumiza mwenzio, fikiria kitaleta matokeo gani baada ya hapo, baada ya wiki moja, mwezi mmoja, miaka, na kwenye kizazi kijacho. Na wakati mwingine adui ameitumia hii njia akijua kupitia hivi na wahadaa, ila najua matokeo yatakayoibuka baada ya muda kadhaa. Mashambulizi ya adui anayoweza kuyafanya sasa, lengo kubwa linaweza likawa hata sio kukuangamiza, lakini lengo kubwa linaweza likawa ni kukusudia kupanda mbegu ya uchungu ambayo italeta madhara makubwa zaidi baada ya miaka kadhaa na sio leo. Tuchukulie mfano. Mtu anapopita kwenye maumivu makali kwenye eneo la kinafsi, kunaweza kukaambatana na madhara mengi ambayo yanaweza yakatokea kwenye afya, ikiwa ni pamoja na moja, magonjwa kama pressure. Pressure hautaiona siku hiyo ulipopata au ulipoambiwa au ulipoumizwa, ila utaiona baada ya muda kadhaa kutoka kuumizwa. Kuumia kwa figo na kadhalika, madhara yake hutayaona kwa wakati huo, ila utayaona baada ya muda. Magonjwa ya akili, Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa ya akili unaweza usione matokeo wakati huo, ila utayaona baada ya muda kwa sababu ya vile vilivyokuumiza. Ni hatari kubwa kwa mwanadamu kuruhusu uchungu na maumivu yakae ndani yake. Mungu hajamuumba mwanadamu kwa namna ya kukaa na uchungu na maumivu ndani yake. Na kwa sababu alilijua hilo, akaweka kodi, mfumo wa namna ya kuishi kwa mwanadamu, ya kwamba hasira isikae kifuani mwa mtu gani? Kwa nini? Kwa sababu hasira inapokaa haikai tu kama hasira. Hasira inapokaa inageuka, inaanza kutengeneza kitu kinachoitwa uchungu. Uchungu unapotengenezwa, unaanza kufanya bidii ya kwanza kutafuta kisasi. Na kwa sababu hiyo analijua, akasema samehe kama mimi ninavyokusamehe. Kwa nini? Kusamehe sio kwa ajili ya mtu aliyekukosea. Kusamehe ni kwa ajili yako wewe ambaye una safari ya kutimiza ndoto zako. Ni kwa ajili yako wewe ambaye una safari ya kurithi ufalme wa mbingu. Ni kwa ajili yako wewe ambaye unataka uishi miaka mingi na familia yako. Ni kwa ajili yako wewe ambaye unataka uone uzao wa watoto na watoto wako uone kwa macho. Ni kwa ajili ya faida yako wewe, wala si kwa faida
faida ya yule unayemsamehe. Kwa hiyo kabla ya hata kufanya maamuzi, maana yake lazima kwanza urudi ujiangalie, hiki ninachokifanya kitakuwa na matokeo gani kwangu baada ya mwezi mmoja, baada ya mwaka mmoja, kitakuletea kitu gani? Na ukishalielewa hilo, utachukua maamuzi kuhakikisha mwili wako na usafisha mapema. Na unausafishaje? Hakikisha utengenezi kinyongo. Unausafishaje? Hakikisha uruhusu hasira ikae kifuani mwako. Maana ikikaa kifuani mwako, uwe na uhakika itauponda ponda moyo wako, itauponda ponda mifupa yako. Itakapotoka kwenye mifupa, itaiponda afya yako, na baadaye utaibuka na magonjwa kama pressure, na magonjwa kama shida za miguu, magonjwa kuvimba kwa miguu, magonjwa ya figo, magonjwa ya kuchanganyikiwa na kadhalika. Na baadaye utaanza kusema, ni nini kimenitokea? Ni kwa sababu shetani alikutenda kwa akili, ukabeba yara ambayo Mungu hakuyataka tuyaweke ndani ya mioyo. Kumbe mioyo yetu imetengenezwa kama hekalu. Biblia inaniambia, hamjui ninyi ni hekalu la Bwana, na Roho wa Bwana anakaa ndani yenu. Na kwa sababu anakaa ndani yenu, iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Maana Mungu hakai mahali ambapo ni pachafu, mahali ambapo ni paovu. Mungu anakaa mahali ambapo pako salama. Hakikisha ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, ndani ya kuwaza kwako, umeliweka neno la Mungu ambalo litaachilia chemichemi ya uzima. Jesus. Kuna ushindi katikati ya maumivu. Ni vingapi ambavyo umekumbana navyo kwenye maisha, vimekumiza na umeviweka ndani yako, lakini leo vimegeuka kuponda afya yako. Tunazungumza habari ya maumivu ambayo yanatengenezwa kwa sababu ya mifumo ya kimazingira, kwa sababu ya mazingira yanayotuzunguka. Kuna maumivu ya kwenye eneo la mwili. Naomba kwa sababu tunani kidogo, twende mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila maumivu ambayo yanaibuka ndani ya mtu, maumivu yoyote yanayotokea kwenye eneo la nafsi na mwili, huwa yana vyanzo vyake. Maumivu ya kwenye nafsi yana chanzo, na maumivu ya kwenye mwili yana chanzo. Vipo visababishi vinavyoonekana na visivyoonekana. Vipo visababishi ambavyo vinaweza vikatokea, vinatengenezwa na kuandaliwa kwenye mfumo na kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana kwa macho. Na vipo visababishi ambavyo vinatengenezwa kwenye ulimwengu wa macho ya nyama tunavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana Mungu ametuita ili tutembee maeneo yote. Mungu amemweka mwanadamu awe ni roho inayotembea. Inatembea, iko kwenye mwili. Kuna jambo kama liko kwenye mwili unalishughulikia katika mwili, na kuna jambo kama liko katika roho unaingia katika roho unalishughulikia. Maana yake ametuweka kwenye mifumo hiyo ili apate kushughulika, apate access ya kushughulika na vitu vyote kwa wakati mmoja. Atashughulika na vitu ambavyo viko rohoni, atashughulika na vitu vilivyoko katika mwili. Haleluya. Mungu anautambua na anaupa thamani mwili wako, na Mungu anaitambua na kuipa thamani roho yako. Na kwa sababu hiyo anautambua na kuupa thamani yako mwili wako, ndio maana anajitambulisha, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Ni kwa sababu anajua nimeweka watu wenye mwili na ninahitaji usalama kwenye mwili yao.
Na kwa sababu hiyo anajua usamani wake, akaamua kuacha enzi na mamlaka, akautafuta mwili wa mwanadamu unaonekana kudharauriwa, akauvaa. Alipoingia ndani ya ule mwili, ndipo akaenda kufanya ukombozi. Kwa nini alilazimika kufanya hivyo? Si angeikomboa roho yake tu? Hapana, ni kwa sababu kuna thamani kubwa kwenye mwili wako. Mungu aliamua kuvaa mwili ili ashughulike kukomboa mwili, na kisha akashughulike na roho. Saa ilipowadia wakati anashughulika na mwili, aliutoa mwili wake upate kuwa dhabihu. Lakini saa ilipofika kwa ajili ya kushughulika na kuikomboa roho yako, akaitoa roho yake ili aikomboe roho yako. Asubuhi ya leo nikwambie mtumishi wa Bwana, mwili wako una thamani na roho yako ina thamani mbele za Mungu, na Mungu anavitazama kwa nguvu ile ile na kwa thamani ile ile. Usije ukasema mwili huu hauna faida, lakini Mungu anautazama mwili wako na faida. Maana anapotaka kufanya jambo ni lazima utafute mwili wako, halafu afanye jambo duniani, na baadaye watasema fulani anafanya. Hapana, sio fulani, ila ni Mungu ndani ya fulani ameamua kufanya jambo duniani. Ni Mungu ndani ya fulani ameamua kufanya jambo kwenye mji fulani. Ni Mungu ndani ya fulani ameamua kufanya jambo kwenye jamii fulani. Ni Mungu ndani ya fulani ameamua kufanya jambo kwenye taifa fulani. Hallelujah. Ndipo na kwa sababu hiyo ongeza thamani ya kutunza afya yako. Ongeza thamani ya kutunza afya yako, na ongeza thamani ya kuitunza roho yako. Mungu anahitaji mwili wako na anahitaji roho yako. Utatunzaje? Kwa ufupi tu tuseme, kwenye kutunza habari ya mwili wako, tunza kwenye kanuni zote na taratibu zote zinazohusiana na afya. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza maarifa, ongeza ufahamu juu ya kutunza afya yako, kwa sababu Mungu ana mpango wa muda mrefu na wewe, na ili autimiza anahitaji afya yako, anahitaji mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatatimiza kila alichokusudia kama mwili wako utadhoofu kabla ya wakati. Jambo hili lilimkuta Musa wakati wana wa Israeli wamevuka ile bahari wakiwa katika kuelekea ule mlima Sinai. Biblia inaniambia Musa akawa anaamua kesi za wana wa Israeli. Alikuwa akikaa kwenye jua toka asubuhi mpaka jioni, hana muda wa kupumzika, hana muda wa kufanya chochote. Biblia inasema kila siku ilikuwa hivyo. Halafu Mungu akamchukua mzee mmoja anaitwa mzee Yesro, hata leo anamhesabu kama mpagani. Anaenda pale, halafu anamwambia, sikia mzee, ninajua umetembea na Mungu. Sikia, ninajua wewe unaongea na Mungu moja kwa moja, lakini hili eneo umechemsha, maana muda sio mrefu utakufa. Na huwa anajiuliza, sijui huyu mzee alipata wapi ujasiri. Mtu aliyekuwa anaongea na Mungu anakuwa na alafu anamwambia, wewe usipokaa vizuri utakufa. Akamwambia, utazoofu na utakufa, kwa sababu mfumo unaotumia sio sahihi. Maana utazoofu katika afya yako ya mwili na utadhoofu katika roho yako, kwa sababu hauna muda wa kukaa na Mungu na hauna muda wa kutunza mwili wako. Na kwa sababu hiyo kuna hatari itakuja mbele yako. Lakini Mungu anataka uwavusha watu kwenda Kanaani, na ili wafike Kanaani watahitaji afya yako. Maana usipoimarisha afya yako, basi hakuna namna unaweza kuwafikisha Kanaani. Ili utimilize hilo, hakikisha unaichunga na kuilinda afya yako. Anamuuliza, nifanyaje? Sikiliza, tafuta watu watakaosimama, wenye akili, ambao watasimama kutoka kwenye kila kabila, waanze kuamua. Ukimwona mchungaji anakupa majukumu,
anakupa majukumu, ujue ana sehemu ya utumishi Mungu aliyoiachilia. Anaruhusu, Mungu anainyofoa kwake, anaiachilia juu yako ili utimize kila ambacho Mungu amekusudia kukitimiza kupitia yeye. Na anapofanya hivyo, Mungu anakuwa analinda afya yake. Hiyo ni kanuni ya kimungu. Haleluya. Ukiona mchungaji anakuambia tuwai kwa ajili ya jambo fulani tufanye, maana yake anataka kwa pamoja tupate kulitimiza ile kusudi katika ile nia ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alipoambiwa akastuka, akasema yanawezekanaje mambo haya? Akasema hapana, Mungu anatoa pati, halafu anaiachilia ndani ya wale watu. Anamrudisha nyuma, anamwambia hukujua kwa Adamu aliumbwa alikuwa ni yeye, lakini ndani yake kulikuwa na package zaidi ya kimoja. Inawezekanaje? Anamwambia ilikuwa ni jambo tu dogo, kutoa ubavu halafu Eva akapatikana. Inawezekana. Hata hivyo neema aliyoiachilia kwako, maana yake nitatoa mafuta ndani yako, nitayamimina juu ya wale watu, halafu ataendelea kutimiza kusudi ambalo nimelikusudia ndani yako. Sijui kwa nini nimezungumza haya, lakini Mungu anataka tu na hayo pia tuyabebe. Hallelujah. Oh Jesus. Nini cha kufanya? Wakati tunaelekea mwisho, tuende kwenye msingi wetu sasa. Tulikuwa tunaweka foundation, tumepata msingi mzuri, tumeelewa tunaendaje. Sasa hebu tuende tukaangalia mambo haya kadhaa. Tukirejea kwenye ile habari yetu sasa, habari yetu ambayo tumemwona Daudi akizungumza, akieleza picha ambayo imetokea kwenye ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Picha ambayo imetokea kwenye ule mji. Anakuta mji umechomwa moto, anakuta watoto wamechukuliwa, anakuta wake zake wamechukuliwa, na wale watu wote waliokuwa wameambatana nao wamechukuliwa. Jambo la kwanza, mbinu alizozitumia Daudi kwa ajili ya kutafuta na kukabili ushindi katikati ya maumivu makali. Mbinu alizozitumia za kutafuta ushindi katikati ya maumivu makali. Mbinu ya kwanza, jambo la kwanza, Biblia inatuambia alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Biblia ya Kiingereza imetumia neno courageous and strength. Neno courageous na strength ni vitu viwili tofauti. Courageous ni kupa tumaini, na strength ni kumuimarisha, ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kuna mambo mawili ambayo Daudi aliamua ayatumie. Jambo la kwanza ilikuwa ni tumaini alilokuwa nalo ndani yake. Tumaini alilokuwa nalo ndani yake. Courageous zinapatikanaje? Biblia inasemaje? Tumaini ni kile kitendo cha kuyaona na kutarajia kile kitu ambacho kiko mbele yako hata kabla kufikia. Badala ya kuanza kuumia na kusononeka kwa ile hali inayokupata kiasi kwamba hakuoni kama kuna majibu juu ya kile kitu, jambo la kwanza, hakikisha unaweka tumaini, kwa maana ya kwamba Mungu wako ni Mungu aliye juu ya vyote. Mungu wako ni Mungu mwenye njia na akili zisizochunguzika. Mwisho wa akili zako ni mwanzo wa kufikiri kwa Mungu, na mwisho wa njia zako ni mwanzo wa njia za Mungu. Je, haujawahi kusikia neno hili lisemalo maneno haya katika Isaya 58? Hamjawahi kusikia kuwa mawazo yangu sio mawazo yenu, na njia zangu sio njia zenu? Bali mawazo yangu yako juu sana kama mbingu zilivyo, na ndivyo njia zangu zilivyo juu sana. Kama nilivyorituma neno langu, halitanirudia bure mpaka
mamlaka limeyatimiliza yale yote niliyoliagiza. Kwenye kitabu kile cha Isaya 58:11 anasema, kama mvua inyeshavyo ndivyo litakavyokuwa neno langu nililolituma. Maana mvua inaponyesha itapelekea kwake yeye apandaye kuchipusha na kutoa mbegu, ile mbegu iliyopandwa na kutoa mazao yake. Anasema ndivyo neno la Mungu litakavyokuwa, halitamrudia bure. Ni lazima, kama amesema hapa utavuka, hakuna wa kupinga. Hata kama kuna kizuizi, hata kama unaona ukuta, amini ya kwamba Mungu amesema utavuka, utavuka. Hata kama njia haionekani. Doubt hii iliingia kwa Musa. Mungu amemwambia nenenda wapeleke Kanani, lakini njia yako itakuwa ni katikati ya bahari ya Shamu. Anaanza kubishana na Mungu, mambo haya yanawezekanaje? Tunajua hakuna historia ya kupita katikati ya bahari, na sisi hatuna meli kubwa ya kuwabeba watu hawa, na wakati wa hatuna mashua wala boti inaweza kuwabeba watu hawa. Anamwambia endelea na safari, njia yako itakuwa kwenye bahari ya Shamu, usinieleze mambo mengine. Unachotakiwa ni kuweka tumaini kwa kile ulichoambiwa, wala sio kuanza kuhoji ni kwa namna gani. Hallelujah. Maana neno la Bwana ni dhahiri, linasema mtu mwenye nia mbili hatapata kufanikiwa kwa lolote. Maana imani yake ni yenye mashaka ni sawa na mawimbi ya upepo yanayopeperushwa huku na huku. Usitarajie mtu huyu atavuna kitu, bali mtu huyu ataambulia hasara. Unapoweka tumaini kwa ajili ya Mungu, ondoa mashaka, amini ni kweli na ni ndio, itakuwa, haijarishi. Daudi akaweka tumaini kwa Mungu. Na wakati anaweka tumaini kwa Mungu, Biblia inaniambia wenzake wote aliokuwa nao wamemgeuka. Maana yake wanataka kumponda mawe. Maana yake kwa lugha nyepesi, aliyekuwa amejitenga ni yeye mwenyewe, lakini wengine wote wanataka kumshambulia. Maana yake jeshi la watu 599 wamejipanga kwa ajili ya kumshambulia Daudi wakati huu. Hivi sijui unaielewa? Unaipata hii picha? Watu 599 wamesimama, wamemzunguka. Sio tu wamemzunguka, wamebeba mawe. Wanamwambia mwisho wako umefika. Sasa niambie, nini kilitokea? Biblia inasema hivi, njia zako zikimpendeza Mungu huwapatanisha maadui zako kuwa marafiki zako. Hiyo ndo kanuni aliyoitumia Daudi. Alipoona watu wote wamemgeuka, wamekuwa maadui zake, jambo la kwanza akajitia nguvu katika Bwana. Nikakwambia kuna mambo mawili. Jambo la kwanza alikuwa anaweka tumaini, na jambo la pili ilikuwa ni nguvu. Hii nguvu ilikujaje? Jambo hili liko hivi. Maana yake alianza kukumbuka yale ambayo Mungu alimfanyia. Akaanza kukumbuka wakati Mungu anampigania kwenye kipindi alipokutana na simba na dubu. Akakumbuka wakati anakutana na Goliati. Akakumbuka wakati anakutana na mashambulizi aina tofauti. Akakumbuka namna alivyokosokoso mikuki wakati Sauli anakusudi amemuita kwenye pati ili amwangamize. Anashangaa mkuki unagonga kwenye ukuta, halafu Daudi anainuka na dunda. Alipoanza kuyakumbuka yale, akasema bado naweza mambo yote katika Bwana na yeye anitiaye nguvu, na katika hili nitasimama. Baada ya kulitambua hilo, maana yake akachukua hatua mpya na akavaa sura mpya. Akaelewa jambo la pili ni kutengeneza kodi ya kimbingu. Kodi ya kimbingu ilikuwaje? Ni kwenda kuitengeneza madhabahu yake. Pointi ya pili ni namna gani kwenda
namna gani mbinu zilizomsaidia Daudi kushinda katikati ya maumivu makali. Kodi ya pili, njia ya pili, aliamua kwenda kuitengeneza madhabahu yake. Oh Jesus, aliamua kwenda kutengeneza madhabahu yake. Ukisoma ule mstari wa 6 pale, hiyo Samueli 30, ule mstari wa 6 na ule kuendelea mpaka wa 11, utakutana na habari. Daudi anakwambia alipoyaona hayo, baadaye akamtafuta kuhani aliyekuwa anaitwa Abinetheri, akamtafuta yule kuhani. Maana yake alianza kumtafuta Mungu, akianza kutafuta mahali gani ambapo hapajakaa sawa. Akageuka kwenye madhabahu yake, akaangalia, inawezekana kuna kitu hakiko sawa. Maana Biblia inanikumbusha ya kwamba njia zangu zitakapompendeza Mungu, na maadui zangu wote watapatanishwa na mimi. Sasa hili kundi la watu 599 wote wamekuwa adui zangu, na kwa wakati huu nitafanyaje? Na ndilo jeshi nilokuwa nalitegemea. Akasema hapana, sio mimi mwenyewe miliki watu, ni Mungu anayemiliki watu. Ngoja niingie ndani kwenye chumba cha siri ili nikaone nini kinachoendelea kwenye baraza la Bwana. Daudi alipoingia kwenye baraza la Bwana, akamwambia, sikiliza Daudi, kuna mambo hayajakaa sawa. Umekaa kwenye vita muda mrefu na hata umeishiwa nguvu. Umekaa kwenye muda mrefu, ninauhitaji uhusiano wangu na wewe, lakini hatuna uhusiano kwa muda mrefu. Hebu njoo tuyatengeneze kwanza. Wakati anayatengeneza, Biblia inasemaje? Alipokuja kuinuka, anashangaa wale watu wanaanza kumfuata kwa ajili ya kwenda kupigana naye. Sasa utaniambia alitumia nini? Maana hakuna mahali ambapo inaeleza Daudi aliwaambia twendeni tukapigane. Biblia inaniambia wakati anamwendea Abisai, akamwambia naiomba ile naivera. Ile naivera inatuambia ulikuwa ni vazi alilolivaa kuhani wakati wa kuitoa dhabihu. Maana yake nini? Maana yake kulikuwa kuna dhabihu iliyokuwa na iachilia mbele za Mungu saa ile. Maana yake kuna dhabihu Daudi alienda kuiachilia mbele za Mungu saa ile. Ile dhabihu ikaingia kwa ajili ya kutengeneza mifumo, kwa ajili ya kumweleza Mungu sawasawa na neno lake linavyonena. Ujasiri tulionao ndo huu, ya kwamba tukiendea kiti cha neema, na katika hicho tutakirimiwa mahitaji yetu. Kumbe kuna mahitaji kwenye kiti cha neema. Kumbuka hitaji la Daudi saa ile ilikuwa ni kumpatanisha na adui zake, wale wanajeshi iliyomgeuka. Na ndio hoja aliyoenda nayo Daudi mbele za Mungu. Wakati anaenda nayo, Mungu anamwambia hiyo sio shida, nimekanseli ule uadui, nimeuondoa. Kama neno la Mungu linavyosema katika Wagalatia, ya kwamba katika mwili wake aliharibu na kuiondoa ile sheria iliyokuwa ikiachilia utofauti baina ya wawili na kuondoa kile kiambasa, na wale waliokuwa tofauti akawapatanisha. Ndipo alipoingia na Mungu akaiondoa ule ukuta uliokuwa umesimama baina yake na wanajeshi wake, na baadaye akawapatanisha na kuwa kitu kimoja. Hallelujah. Saa ile alipomaliza kuna nifu. Naomba nizungumzie aina mbili ya madhabahu hapa. Jesus. Okay, sawa. Kulikuwa kuna madhabahu ya mtu, kuna madhabahu ndani ya mtu. Kuna madhabahu ndani ya mtu. Biblia inasema hamjui ninyi ni hekalu la Bwana. Wewe ni madhabahu halisi ya Mungu. Na kuna madhabahu jumuishi kupitia watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ndani yako ni kwa ajili ya kupitisha vitu vitakavyotengeneza uhakika wa wewe kudhirisi mbingu. Haleluya. Utakatifu na vitu vingine vinategemea na namna ya madhabahu yako ya ndani ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji anaweza, kuhani wake anaweza akaachilia baraka hapa. Baraka akiachilia haijarishi una hali gani, haijarishi una hali gani, ni madhabahu iliyo hai, inaachilia kwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ile namna wewe utakavyodhirisi mbingu inategemea na madhabahu yako ndani. Jesus. Hallelujah.
Daudi alipokuwa akimtafuta Mungu alikuwa anashughulika na mambo mawili. Jambo la kwanza, alishughulika na madhabahu ndani yake, na alikuwa akishughulika na madhabahu kupitia watumishi wake. Ndio maana alimwendea Ebenetheri, sawa? Na baadaye ndio maana tunamwona yeye mwenyewe anaanza kwanza akajitia nguvu katika Bwana, sawa? Na baada ya kuzishughulika na kuziweka sawa, basi akapata mazingira ambayo yalimthibitisha. Na mwishoni kabisa tunapoenda kuhitimisha sasa, baada ya mambo hayo yote Mungu alipompatanisha, tayari kulikuwa na chance na wakati mzuri wa Daudi kujitangazia ushindi na kuwaendea maadui zake. Alipotengeneza misingi yake vizuri, tunaona mtiririko wa maelekezo unaanza kutoka kwa Mungu. Ukiendelea mstari wa 11 hapo utakutana na Mungu anatoa shauri kwa Daudi, anamwambia inuka uende, utawatia mkononi, na utakapowatia utatoa na nyara zako, utazirudisha zote. Lakini hayo maelezo hakuyapata kabla hajaanza kutengeneza. Kwa kuna mifumo ya kutengeneza wewe kama wewe, na kuna mifumo ya kutengeneza wewe kupitia madhabahu ambao Mungu ameweka watumishi wake. Kama hapa, uhakikishe kuna uhusiano mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni agizo Biblia, Mungu aliwaagiza wana wa Israeli, kabla mjaenda vitani hakikisheni mnawatafuta Walawi, halafu atatamka kwa ajili yenu. Na baada ya hapo tunaona jambo moja, Mungu anamsaidia Daudi kurejesha nyara zote. Biblia inasema aliwakuta wakifurahia, wakinywa na kufurahia. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, adui ana muda mfupi sana. Adui ana muda mfupi wa kufurahia nyara alizoziteka. Adui ana muda mfupi wa kukutesa, ila adui hana muda mrefu wa kufurahia mateso yako. Adui ana muda mfupi wa kufurahia mateso yako na nyara alizoziteka. Lakini jumla ya yote tunaona Mungu akaachilia kipigo kilicho kikuu ambacho kilisababisha kurejesha mateka wote. Asubuhi ya leo nikwambie, kila kilicho mateka Mungu ana uwezo wa kukirejesha ndani ya dakika chache. Ilikuwa ni ndani ya siku moja Mungu akarejesha vyote vilivyokuwa vimeibiwa na kupotea saa ile ile bila kujalisha. Na ndivyo nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, hebu tafakari, ni mangapi yamepita na kuiumiza nafsi yako? Ni mangapi yamepita na kuiumiza roho yako? Na katika hayo maumivu umewaza jambo gani? Umewaza jambo gani? Wakati mwingine maumivu tumefikia sehemu tumeona kama Mungu hayupo. Wakati mwingine Mungu ametazama, sio kwamba haoni, anayaona, ila anatazama maumivu yako yatakapofikia mwisho, ndio wakati wa kuachilia msaada. Maana Biblia anasema jaribu alikuwa pata ninyi lilo nje ya uwezo wenu, lilo nje ya kawaida yenu. Inawezekana maumivu ambayo ulikuwa unayahisi yanaweza yakawa ya kawaida, lakini kama unahisi maumivu makali, ni saa ya Mungu kuingilia kati. Iwe ni maumivu makali kwenye afya, maumivu makali kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye uzao, maumivu makali ndani ya taifa. Unapoona maumivu yanaongezeka, ujue kuna ushindi umekaribia mbele yako. Ujue kuna ushindi wakati anauandaa. Wakati adui anashangilia, anajiandaa, anashangilia, ndio wakati Mungu anatangaza ushindi kwa wana wa Israeli. Tusimame. Ebu ona asubuhi ya leo, ni eneo gani ambalo unahisi maumivu kwako yamekuwa makali? Ni eneo gani? Na umekuwa na mambo gani ambayo ukiyanena kwa Mungu? Lakini kumbe siri ya ajabu kwanza ni kurudi. Mungu hataliacha neno lake litanguke. Kama amesema wewe ni mzao wangu, hakika ni ndio na ni kweli, hata kuacha. Usimkatie tamaa Mungu, wala usimwone Mungu amechelewa. Usianze kuyahesabu maumivu ambayo umekaa nayo kwa muda kana kwamba Mungu alikuwa yaoni, ukaona kwamba Mungu hapa anisikilizi.
Imefikia nyakati watu wameanza kusema, kama sitaona matokeo juu ya hili, sioni sababu ya kuendelea mbele na huyu Mungu. Hiyo haitoshi. Vita vyovyote ambavyo Mungu yuko pamoja na uwe na uhakika utashinda. Ni mpango madhubuti na thabiti wa Mungu. Wakati wa ukomo wa mwanadamu, akili zake, nguvu zake na uwezo wake, ndio wakati wa kuingilia kati. Mwandishi wa kitabu cha Kutoka anatuambia kwamba maumivu, kilio chao kilipokuwa kikali na maumivu yao, ndipo wakati Mungu aliamua kudhilika kuwaokoa katikati ya maumivu yale. Hebu sahi wakati na tafakari, hebu anza kumwona Mungu asiye mbali, namna anapoweza kushughulika na kila eneo.